hakuna Muislamu yeyote duniani ambaye anasema yeye hamuamini Bwana Yesu au hamuamini Isa alayhi salam, ambaye ndio nyinyi mnamuita Yesu, wengine wanamuita Bebeto, wengine wanamuita Jesse, wengine wanamuita Jesus, lakini ukitaja jina moja tu dunia nzima wanafahamu kwamba huyu anaitwa Isa bin Maryam, Isa mtoto wa Maryam. Sasa huyu mwanadada anatuambia sisi tuweze kumfuata Bwana Yesu, lakini nimkumbushe ya kwamba huyu Bwana Yesu nazungumza wewe, sisi Waislamu moja kwa moja tunamwamini sana, lakini kumwamini kwetu ni kumwamini kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyetumwa na Mungu kwa wana wa Israeli. Hiyo ndio imani yetu sisi. Lakini kitendo cha kumfuata inakuwa haiwezekani. Kwa sababu gani? Ni sawasawa na kusema leo sisi wa Tanzania tumfuate rais wa Kenya. Maana rais wa Kenya akitoa amri kadha, basi wananchi wa Tanzania tufuate amri yake, jambo ambalo haliwezekani. Au leo akija akizungumza rais mstaafu, aliyestaafu akaja akazungumza akasema amri fulani, inakuwa ni ngumu kumfuata kwa sababu rais aliyeko sasa hivi Dr. Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sisi Waislamu tunamwamini sana Isa alayhi salam au Bwana Yesu, lakini hatumfuati. Kwa nini hatumfuati? Hatumfuati kwa sababu ushahidi wazi unaonyesha kwamba Isa alayhi salam hakutumwa kwa watu wengine wote isipokuwa kwa Wanaisraeli peke yao. Na maandiko ya kwanza, maandiko ya kwanza nitakokupa kwanza, Yesu ile utabiri wake kuja kwake, yani kuja kwake katika hii dunia, Mungu alimtabiria kuja kwake atakuja kwa watu gani? Ukisoma katika Mathayo 2:6 maandiko yako wazi yanaonyesha, nawe Bethlehem mdogo kama katika miji ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Ina maana inaonyesha ya kwamba kumbe Yesu atakuja, lakini ujio wake ni kwa ajili ya watu wa Israeli. Kwa hiyo ujio wa Yesu hatuja ukataa. Ameambiwa atakuja, lakini je, ujio wake kwa watu gani? Anakuja kwa wana Israeli. Maneno haya Yesu bado hajafika. Mungu anatabiri utabiri huu kuja kwake Yesu alayhi salam, kwamba Yesu atakuja kwa watu gani? Yesu atakuja kwa wana wa Israeli, kwa watu wake Israeli. Na ndio maana Yesu mwenyewe alipokuja duniani hakuweza kupinga wala hajaweza kukataa wala hajaweza kubisha katika ujio wake kutumwa na Mungu. Katumwa kwa watu gani? Hakuweza kukataa. Alisema wazi pale kwenye 15:24 Mathayo. Yesu alizungumza wazi baada ya kuja mwanamke Mkanani wa mipaka ya Israeli, akamjia Yesu akamwambia, niombee mwanangu huyu amepooza. Yesu alichomjibu ni nini? Shortcut alimwambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Japokuwa chini alimuombea, lakini kauli ya kwanza ilishakuja ikasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo inaonyesha Yesu hakulipinga ile kauli ya Mwenyezi Mungu kwamba wewe na kutuma kwa wana wa Israeli. Hakuipinga. Kwa maana mimi nimetumwa tu kwa dunia nzima au kwa watu wote. La, Yesu hakuipinga ile kauli. Alisema wazi kwamba sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Lakini Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Labda huenda wanafunzi wake Yesu aliwaambia, akawaagiza waende katika watu kwa watu wote. Yesu hakuficha wala hakuwaekea kwamba nendeni kwa watu wote. Aliwaambia wazi. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 10:2, hao thenashara Yesu aliwatuma akiwaagiza akisema, katika miji ya mataifa msiende, wala katika miji ya Wasamaria msiingie, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo hata wanafunzi pia waliambiwa wasiwaendee watu wengine wote isipokuwa waendee Israeli peke yao. Ni hao tu ndio waliotumwa Yesu, na nyinyi wanafunzi na kuagizeni kwao tu. Tena Yesu aliweka limit kabisa. Ukija kwenye 23, Mathayo 10:23, Yesu aliweka limit akasema kwamba hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Swali la kujiuliza, hivi tayari mwana wa Adamu kasharudi? Mpaka leo injili itoke nje ya Israeli? Tayari mwana wa Adamu kasharudi? Kwa sababu Yesu kashaweka limit, kashasema kabisa kwamba hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Sasa mwana wa Adamu hajarudi, injili tayari ishatoka nje ya Israeli. Hamjaona kama tayari mmevunja mipaka ya Yesu? Hamjaona hilo? Lakini Yesu mwenyewe alipoondoka, tayari Yesu kashaondoka zake. Je, wale watu waliobaki walimtambua vipi Yesu? Au walimtambua vipi ujio wa mtume Nabii Isa au Yesu alayhi salam? Walitambua vipi? Ukisoma katika kitabu cha Matendo 13:23
Maandiko yapo wazi kabisa, katika uzao wake mtu huyo, ina maana Bi Maryam, katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Waisraeli muokozi, yaani Yesu, ili awape toba na msamaha wa dhambi. Mungu amewaletea Waisraeli muokozi. Kwa hiyo kumbe yule muokozi aliyekuja ni kwa wana wa Israeli. Hata Biblia inatambua hilo, na ndio maana hata Qur'an Mwenyezi Mungu akatuthibitishia hilo katika 61:6 Qur'an. Isa aliwaambia wanafunzi wake, sikutumwa isipokuwa kwa ninyi Waisraeli peke yake. Aliwaambia wazi, ukisoma Qur'an 61:6 Qur'ani, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum, inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Leo vipi watu wanatuambia eti sisi tumfuate Nabii Isa, tumfuate Yesu, eti tumfuata Yesu tutaenda jehanamu? La, sio kweli. Bali usipomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio utaenda jehanamu. Kwa nini utaenda jehanamu? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mtume wa dunia nzima, mtume wa watu wote. Wazi kabisa, maandiko yapo wazi. Ukisoma sura ya 7 aya 158 Mwenyezi Mungu anamwambia wazi kabisa kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia watu wote, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum, ya ayuhan nas, enyi watu. Ina maana kila wewe ni mtu, basi nahusika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni rasulullahi ilaikum, mimi ni mtume Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Kwa hiyo sasa wakufuatwa sio Isa, sio Yesu, bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndio wakufuatwa. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa tupo katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndio wakufuatwa na sio Nabii Isa alayhi salam. Hata ukatoa andiko gani, bado ukisema mbona huko Marko 16:15 aliwaambia wanafunzi, endeni ulimwenguni mote mkahubiri, bado kila kiumbe bado tabakia kwa wana wa Israeli. Andiko gani Yesu alisema nimetumwa kwa watu wote? Hakuna. Na ndio maana alimwambia Mwenyezi Mungu, ukisoma Yohana 17:9 aliwasema, mimi nitawaombea hawa kwa sababu hawa ni wako ulionipa, hawa ndio nitakaowaombea mimi. Siuombee ulimwengu, na waombea hawa kwa sababu hawa ndio wako ulionipa. Amepewa wapi? Ndio ukiuliza kule katika Mathayo 2:6, atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwa hiyo Yesu kapewa watu wa Israeli peke yao, sio watu wote wa dunia nzima. Kwa hiyo huyu mwanadada na watu wote wanaosema kwamba sisi tumfuate Yesu, la, Yesu sasa hivi ni kipindi cha kumfuata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kwa haya machache nimependa niyafikishe ili tuweze kujikumbusha na kuweza kuyafanyia kazi. Wa ilahu nafi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كريم يا الله يا الله يا ربنا يا رحيم يا الله يا الله أنت الجواد الكريم يا الله وأنت نعم المعين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله